TV Media. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli kutoka kona zote nne za ulimwengu. Mpendwa msikilizaji, ikiwa ni mara yako ya kwanza kupitia channel hii, hakikisha una subscribe, una komenti na kushare kwa walio wengi, ili na wao wapate kuhabarika na habari za uhakika kutoka mashariki mwa DRC, lakini pia dunia nzima. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, utasikia kuhusiana na habari ya magaidi wa M23 kuondoka maeneo ya Bukavu. Je, ni ukweli? Basi utayasikia yote katika habari zetu za asubuhi ya leo. Lakini pia wazalendo kuwakumbusha magaidi wa M23 kwamba siku walizozitangaza kwamba watavunja ukuta uliopatikana maeneo hayo ya Okoruvungi zimekwisha. Pia utasikia habari hizo kupitia taarifa hii ya habari ya asubuhi ya leo. Mwishowe tutakuja kukujuza kuhusiana na wajumbe kutoka Kigali na Kinshasa kukutana tena wiki hii huko Marekani kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhisho ya vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo nakusihi kuwa pamoja na mimi kwa uchambuzi wa marefu na mapana katika habari hizi za alfajiri ya leo. Na moja kwa moja tufungua ukurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo, tukianzia na habari kutoka maeneo ya uwanja wa vita, ambako siku zilizopita magaidi wa M23 waliweza kutangaza mbinu na mpango wa kwanza harakati za kufungua njia ya kuvunja ukuta unapatikana maeneo ya Luvungi, lakini pia maeneo mengine uko kwenye uwanja wa vita. Ujumbe huo mzito wa magaidi wa M23 wa kutishia kuanzisha harakati hizo za kufungua njia uliweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuleta hofu miongoni mwa raia, huku wazalendo pia wakirudisha ujumbe mzito kwa magaidi wa M23 na kuambia ya kwamba wako tayari kupambana, maana wao si wanawake. Mzee Dola Kubwa ni moja kati ya mzalendo ambaye anapatikana kwenye uwanja wa vita na ni msemaji mkubwa wa wazalendo, huku anawakumbusha magaidi wa M23 ya kwamba siku walizozipanga kufungua njia zimekwisha. Sasa na wao wajiandae kuona kile ambacho wameshajiandaa vya kutosha. Mzee Dola Kubwa katika habari yake amesema ya kwamba tayari wazalendo wameshawasili Bukavu na Goma. Kinachosalia ni kazi. Nisiwe na mengi ya kuzungumza, labda nimpishe peke yake umsikie kile ambacho amekitangaza mbele ya vipaza sauti na kupeleka ujumbe mzito kwa magaidi wa M23. Julisho kwa wagaidi M23 na AFC na mheshimiwa mgaidi Joseph Kabila, Cornel Nanga, Berthe Bisimwa. Tunawakumbusha, najua programu zenu ni kuvunja front ya Luvungi avale 15. Na leo tunakuwa le 11. Kuna bakia siku 4. Tunawakumbusha labda muisha saulika. Mungefanya nguvu muwahi kupita siku hazijafikiria kama mipangilio yenu. Lakini tunaomba mutarajie frappe zenye mutapata eneo zenye muko, hamutasahau kitu. Nord Kivu, Sud Kivu kuna maandalizi makubwa sana kwa ajili yenu. Na mjue ya kwamba eneo za Goma, vile ya Goma vijana waisha kuwa tayari mule, vile ya Bukavu tayari vijana wako mule, na kando kando ya eneo zingine vijana wako mule. Wanaandaa avale 15 ili adui hao magaidi wapate frappe mbaya sana. Hiyo ni maandalizi ambapo inaandaliwa kabisa. Tunawaomba wakongomani wote kwa jumla, pia wanaopatikana eneo zote zile kufanya kazi zenu kama kawaida. Wakulima, limeni mashamba yenu, msiwe na hofu. Wachuuzi, mchuuze.
kazi zote muzifanye kama kawaida, hakuna chochote. Adui amebanwa sana, hana gisi ya kupumua, na wanaopeleka maneno mitandaoni ya kuwaogopesha ni maneno ya uongo. Chapeni kazi kama kawaida. Kwa hiyo tunawaomba Wakongomani msiofu, kazi ipo, maandalizi ni mazuri. Adui hata fua dafu, adui hana lwake. Kwa hiyo kama wewe ni mvivu, usiende tu na danganya wenzako tusilime, tusifanye makazi, inchi iko pabaya. Hapana. Inchi iko pabaya, inchi iko sawa. Chapeni kazi. Na wanaopatikana eneo ya maadui nao pia watagombolewa tu. Siku si nyingi watagombolewa. Asante mara tena na washukuru. Mungu azidi kuwabariki. Bali na habari hiyo, Mzee Dola Kubwa ametuma ujumbe mzito sana kwa niaba ya raia kwa sababu ya kuweza kuwasaidia, na huyo ameomba ya kwamba ni vema vizuizi vya barabarani vipunguzwe na wazalendo wote wahakikishe kwamba wanakwenda kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya kuweza kupambania nchi, na wala si kuweka vizuizi barabarani ambavyo vinakalia kutoza pesa za raia pasipo na mafaa yoyote. Mzee Dola Kubwa huyu hapa anakosoa tena utaratibu wa wazalendo ambao wanaweka makamba kiolela barabarani. Malalamiko haya wafikirie viongozi wote wa mtaa, guverner, vice guverner. Pia malalamiko haya ya waraia wafikirie administrateur wa tarafa zote Fizi, Mwenga, Uvira. Pia malalamiko haya wafikirie mashefu de secteur wote. Pia ifikirie mashefu de groupement wote, mashefu de localité, makapita, mashefu de avenue, mashefu de quartier. Malalamiko ya waraia kwa viongozi ni kulingana na tozo zinazotozwa na wazalendo. Tozo zinakuwa mingi sana. Tozo zinakuwa mingi sana. Na vikundi vinakuwa vingi sana. Na raia imesema ya kwamba imeona ili makundi haya yapate kupunguka na makundi haya yapate kusogelea kwenye mstari wa mapambano, ni lazima tozo zipunguzwe, kwa kuwa walio wengi wanakuwa na tabia hizo, uzoefu wa kuona kwao kuna soko, kwao kuna plage, kwao kunaweza kuwa hata njia ya kupanda milimani. Hapo unakuta yeye alikuwa labda mwanajeshi wa kumstari, aiza alikuwa ndani ya coordination, akaona ndani ya coordination akupata cheo, anajiondoa ndani ya coordination, anafika kwao anakuwa general na kuanza kutoza na kutia makamba. Kwa hiyo ni sababisho kubwa ambapo linasababisha watu wengi kukosa amani na unyanyasaji kuwa mwingi. Kwa hiyo hiyo ndio ombi ya raia. Pia hata wanaopatikana huko maulaya, wanaopatikana huko uzunguni, huko nje ya Kongo, wanapokuwa na pesa zao, nao pia wanachangiza raia kupata shida. Wanaunda vikundi tofauti na vikundi vingine, na hiyo yote inakuwa sababisho ya kusababisha watu kukosa amani. Unakuta kila kijiji kunakuwa general, kila kijiji kunakuwa general, kila kijiji kunakuwa general, na kila general anataka atie kamba kwao, na kila general anataka atie etat major general yake kwao. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie sana kulingana na hiyo. Kama watakuwa majemadari, raia ikatae, lakini sasa wao wa majemadari wasitegemee kuweka makamba, kutoza na kusumbua raia. Kwa hiyo unyanyasaji unakuwa mwingi sana kulingana na vikundi zaidi visivyopatikana kwenye front, visivyopatikana kwenye shamba la mapambano. Zaidi wengi wanakuwa manyumbani tu kusumbua watu, kufunga watu ovyo ovyo, kupiga watu ovyo ovyo. Kwa hiyo hiyo ni malalamiko ya wakaaji wanaoipeleka kwenye vyombo vya sheria, hizo vyombo vya serikali, na wanaomba ili wapate msaada. Pia waraia na wakaaji wa Fizi na wakaaji wa Mwenga, Uvira wanawasapoti sana na kuwaheshimia sana na kuwashukuru sana mashefu wa asili wa Fizi waliovunja makamba yote na kusema ya kwamba wao watajihusisha na kazi hiyo ya ukongoaji wa chakula na chochote ambacho kinaweza kusaidia wa vijana wazalendo wanaopatikana kwenye mafro. Kwa hiyo tungeomba mitaa mingineyo iige au mashefu, iige au masultani, ili wakaaji wapate amani. Hii ni malalamiko na shukurani kubwa kwa viongozi wakuu, mashefu wa asili wanaopatikana tarafa la Fizi na Mwenga. Mungu azidi kuwabariki. Pia raia
inaomba kwa viongozi mbalimbali wetu, kulingana na fujo hizo zinazopatikana. Watu wengi wanamlaumu sana Mheshimiwa William Amuri Yakutumba, mkombozi visionnaire, mbeba maono, Commandant Force numero 1. Hiyo ni lawama ambapo wanalaumu, lakini wakaaji wanasema ya kwamba hawatamlaumu Mheshimiwa William Amuri Yakutumba kulingana yeye amepewa madaraka ya coordination huku kwetu Fizi, Fizi, Uvira, Mwenga, lakini kuna vikundi vingine ambapo havipatikane ndani ya coordination. Wengi hawakuingia ndani ya coordination na wengine wanajiondoa ndani ya coordination juu ya kukosa viti. Kwa hiyo tungeomba serikali, wa raia na wanukuu wa raia wanaomba serikali ili impe Mheshimiwa William Amuri Yakutumba, mkombozi visionnaire, mbeba maono, Commandant Force, madaraka ya kumiliki na kusimamia makundi yote yanayopatikana silaha, wawe ndani ya rade, wasiwe ndani ya rade, ili raia ipate amani. Kwa kuwa raia inasema ya kwamba maeneo yanayopatikana Mheshimiwa William Amuri Yakutumba, amani ipo na usalama upo. Na pia waraia wanaomba serikali, kulingana na habari zinazopatikana mitandaoni na habari zinazopatikana eneo adui anapatikana, za kusema ya kwamba wanajiandaa ili wavunje fro ya Luvunge na kadhalika na eneo zingine. Kwa hiyo waraia wanaomba na wanukuu wa raia wanaomba ya kwamba serikali na pamoja na Mheshimiwa William Amuri Yakutumba waongeze force zao zote kwenye fro zote na kuanza mapambano kupambanisha huyu adui. Hiyo na wanukuu, hiyo ni malalamiko ya wakaaji wanaopatikana mtaa wa Sud Kivu na eneo zingine. Asante na washukuru sana. Si mwingine ni Mbuto ya Batumane Batubushiri Egle, mzee dola kubwa. Ukipata habari hii basi upashe watu wengine na mtufanyizie nguvu habari hizi zifike kwa Mheshimiwa William Amuri Yakutumba, mkombozi visionnaire, mbeba maono, ifike mo coordination yote, wakuu viongozi wa coordination pia wafikirie wakuu wote wa mtaa wetu wa Sud Kivu, titulaire na vice, pia wafikirie washefu wote wa magroupement, ba administrateur pamoja na mashefu wote de localité na wengine wote wanaweza kusaidia raia. Na mpendwa msikilizaji, huyu ni dola kubwa mzalendo ambaye anapatikana kwenye uwanja wa vita akizungumzia kuhusiana na usalama wa raia kuhusu tozo barabarani. Na sasa tutoke katika maeneo hayo ya Luvungi, tujielekeze moja kwa moja mpaka mji mkuu wa jimbo ya Kivu ya Kusini ambao ni Bukavu, mji ambao unakaliwa na wahasi wa M23. Mpendwa msikilizaji, tangu kuanguka kwa jiji la Bukavu mikononi mwa wahasi wa M23, maisha ya raia yanazidi kuwa magumu. Hiyo ni kutokana na vifo ambavyo vinaripotiwa kila kukicha. Raia wasio na hatia wanauliwa, na hiyo imeonyesha jinsi gani uongozi wa magaidi wa M23 endelea kuweka wasiwasi maeneo hayo ya Bukavu. Moja kati ya video ambayo imeweka huzuni sana ni ile ambayo kiongozi mmoja wa M23 aliamuru askari jeshi wake kuweza kumfyatulia risasi raia ambaye hana hatia, kitu ambacho kimepelekea raia wengi wa Bukavu kuwa na woga zaidi, lakini pia wakongomani wengine kuhitaji msaada wa kutosha kwa ajili ya kwenda kukomboa wale ambao wanapatikana katika jiji la Bukavu. Sasa baada ya hayo, kuna habari ambazo zinasagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba magaidi wa M23 wameanza harakati za kujiondoa katika jiji la Bukavu. Je, ni kweli? Sasa kuwa na mimi katika uchambuzi huu kuhusiana na kile kinachoendelea huko Bukavu. Moja kati ya jambo ambayo na washangaza walio wengi na wengi wanashindwa kuaminia kama ni kweli ni kuhusu kuondoka kwa majeshi wa M23 katika jiji la Bukavu na kuanza kurudia Rwanda. Kuna baadhi ya watu ambao wameshuhudia na wameshika picha na video kuzituma kwenye group mbalimbali ya kwamba wanawaona wanajeshi wa M23 wanajiondoa katika mji wa Bukavu, kitu ambacho na wao pia wanashtuka, wanashangaa. Wanasema ya kwamba wanawaona wakikusanya vitu vyao na kupanda kwenye gari wakiwa wengi na kuanza kusafiri moja kwa moja kwenda Rwanda. Huyu hapa msikilize moja kati ya mshuhuda aliyeshuhudia tukio hili, lakini sasa tunakuja kujadili kwa kina. Je, ni ukweli wameondoka? Aiza ndo ule mchezo ambao wanaofanya?
Bandugu mu groupe, bandugu. Bonjour. Mwanaweza kuwa karibu na akia verifie pa mwana mimi hapa. Mimi niko na verifie, niko mu industriel hapa ku TP. Bayomba banaenda kabisa. Antuka bayomba banaenda. Biko na miangula mabitu yabo manini banatadi bere kwa TP ya vini. Na mwingine mwanaona anaweza penda na kwe Toma akuye na akia verifie. Niko na kaimaji ke nilikamata mungu santa ikala fasi mwa bien ntabasukumia na nyumu. Antuka kumbi tunetika mzungu ndio anadirije fasi yote wa. Mzungu alisema hawezi abataanza tasinye kitu mwana bangali huko. Tena atasabia 12000, baene 12000. Ndio alibambia kabiko 12000. Faut ile 12000 yote napita frontiere. Habari ya uhakika ni kwamba kuhusiana na kuondoka kwa wanajeshi wa M23 kutoka ndani ya jiji la Bukavu ni moja kati ya habari ya ukweli. Ndiyo, kuna wanajeshi ambao waliweza kutoka, lakini si kwamba magaidi hao wamejiondoa katika mji mkuu wa jimbo ya Kivu ya Kusini. Na kutoka kwa wanajeshi wa M23 katika mji wa Bukavu yawezekana ikawa ukweli. Kwa sababu gani? Umarekani imeitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa nchi ya demokrasia ya Kongo. Umarekani imetangaza taarifa hii kwa usisitizo. Ilikuwa ni tarehe 11/6 mwaka wa 2025 ndipo Marekani imetaka nchi ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kabla ya kusainiwa kwa mkataba wa amani. Vyanzo vya diplomasia viliweza kusisitiza hivyo. Kwa hivyo watu wengine wanaanza kusema ya kwamba labda kuondoka kwa wanajeshi hao kunasababishwa na kile ambacho Marekani umeweza kukitangaza kusema kwamba inahitaji Rwanda kuweza kuondoa wanajeshi wake wote mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali ni kwamba Marekani ambayo inaendeleza mpango wa amani katika eneo la mashariki mwa DRC inahitaji Rwanda kuondoa wanajeshi wake katika eneo la mashariki mwa DRC kabla pande hizo mbili, DRC na Rwanda, wenyewe kutia saini ya makubaliano. Lakini sharti hilo la Marekani sasa kuambia Rwanda iondoe wanajeshi wake mashariki mwa DRC huenda likawasirikisha Kigali, ambayo imekuwa inakataa uwepo wake huko Kongo kutokana na kile serikali ya Kigali inasema makundi yenye silaha nchini Kongo ni tishio la kudumu kwa usalama wake na eneo la maziwa makuu. Yaani Rwanda yenyewe inakataa kwamba wao hakuna wanajeshi wake ambao wako nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bali ni makundi ya silaha ambayo inapatikana kwa wingi mashariki mwa DRC. Ndio sababu kubwa ya machafuko kuwa mara kwa mara mashariki mwa DRC. Lakini serikali ya Rais Donald Trump ambayo inasimamia mazungumzo ya amani ya DRC imewekeza mabilioni ya dola kwenye eneo la mashariki mwa nchi hiyo yenye utajiri wa madini. Sasa itakuwaje? Je, Rwanda itakubali kuondoka? Aidha ndo hizi video ambazo zimeanza kuoneshwa kwamba magaidi wa M23 tayari wameanza kujiondoa. Lakini huu ni mchezo ambao magaidi huwa wanazoea kufanya pale ambako kunatoka na azimio ya kuombwa kutoka katika maeneo ambayo wanashikilia kwa ajili ya mazungumzo mbalimbali. Lakini mbali na hayo, wajumbe kutoka Kigali na Kinshasa watakutana tena wiki hii huko Marekani kwa ajili ya kuweza kujadili na kutafuta amani mashariki mwa DRC, kitu ambacho kimeanza kutoa matumaini kwa raia wa Kongo kwamba amani haitokuja tena kwa mazungumzo, kwa sababu laiti ingekuwa ni mazungumzo tayari amani ingelikuwa imeshapatikana. Lakini mpaka sasa inakuwa ni mzunguko, huku magaidi wa M23 wanaendelea kudhibiti maeneo mengi mashariki mwa DRC. Wajumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wanatarajiwa kukutana mjini Washington nchini Marekani tena wiki hii katika awamu nyingine ya mazungumzo yanayolenga kupata amani kati ya nchi hizo mbili. Amani ya Kongo na Rwanda
imeanza kutafutwa ni muda mrefu sasa. Yaani wapatanishi wa Afrika, Jumuiya ya Afrika ilijaribu kadri ya uwezo wake kuunganisha nchi hizi mbili kwa ajili ya amani, lakini mambo yalikuwa ni magumu. Sasa imeamua Marekani kuchukua, yani kuvalia njuga swala hili la kupatanisha amani baina ya Kigali na Kinshasa. Kitu ambacho raia wa Kongo wanachukulia kama ni upuuzi ambao unafanyika, bali watafute mbinu nyingine ya kutafuta amani. Rasimu ya makubaliano ya amani ambayo inatarajiwa kutiwa saini mjini Washington inatoa masharti kwa Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake bila masharti katika ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hii ni pamoja na silaha na vifaa vilivyopelekwa huko baada ya kuidhinishwa na serikali ya Kigali. Sharti la pili ni kuondolewa kwa hali ya dharura na kuzingirwa kwa mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri inayotangazwa tangu mwaka wa 2021. Hata hivyo, makubaliano ya Rwanda yameanza tu kusainiwa baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya ana kwa ana mjini Doha, Qatar, kati ya serikali ya Kinshasa na wahasi wa M23 AFC, ambapo wanajadili pia juu ya swala la kusimamisha vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sasa wiki ijayo kunatazamiwa na mkutano huu. Je, unafikiria kwamba utaleta matunda mashariki mwa DRC? Mpaka sasa hali ni tete uko Bukavu. Hali ni ngumu uko Goma. Uongozi wa M23 endelea kutia hofu na kuendelea kufanya raia wa Kongo waishi kama watumwa maeneo ambayo wanashikilia. Mpendwa msikilizaji, ni hayo tuliyokuandalia katika asubuhi ya leo. Tukutane tena katika habari za mchana wa leo. Hii ni Amani TV Media. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe na comment, lakini pia una share kwa walio wengi zaidi, ili na wapate habari zetu za kila saa na kila sekunde. Tunafanya uchambuzi kwa kina, baadaye tutakuja kukualika nawe pia kwa pamoja nasi. Kwa hivyo usisahau kuandika komenti yako hapo chini ikiwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia chaneli yetu ya Amani TV Media. Tuandikie unatufuata kutoka nchi gani. Itakuwa inapendeza sana. Asante kwa muda wako na kutakia kila laheri. Endelea kukufuatilizia habari zingine. Tunaendelea kufuatilia habari zingine ili tupate kukuhabarisha na kuchambua yote yanayojiri mashariki mwa DRC. Amani TV Media.